anayeweza. Usipokuwa naye, niposa na kuinua, niposa na kuabudu asubuhi ya leo. Adayade sadaya eshadadadabosa yekayada baganda yetarabababoria rekayada ganda rekababoziadaba rababozetaya dabozina rabashakataya mazeketeke baradia rimazeketeke baganda. Katika jina la Yesu, uweza wako Bwana umetusaidia, umetusaidia Baba, umetusaidia Jehova, niposa tunakuinua. Umetusaidia Bwana, niposa tunakutukuza. Umetusaidia Jehova, niposa tunakuinua. Asubuhi ya leo unayo sababu ya kukuinua Bwana. Asubuhi ya leo tunayo sababu ya kukutukuza Bwana, katika jina la Yesu. Netwagotea muno, netwakwa bararia maishani mwetu Bwana. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu in our lives Lord. You are grateful Lord. Wewe ni wa ajabu, hakuna kama wewe Bwana, katika jina la Yesu. Urauka asubuhi Bwana, ni neema yako, sio uweza wetu Jehova. Kurauka asubuhi ni nguvu zako my Father, ni nguvu zako Daddy, katika jina la Yesu. Huwa hai siku ya leo oh Lord and our Father. Sio kawaida Bwana, sio kwa nguvu zetu Mfalme, ila ni uweza wako, ni nguvu zako Bwana. Wewe ndiwe umetusaidia, wewe ndiwe umetuwezesha, wewe ndiwe umetuongoza, katika jina la Yesu. Bwana, msaada wako tumeuona Mfalme. Ni asanti Dadi kwa rehema zako, ni asanti Dadi kwa baraka zako, ni asanti Dadi kwa nguvu na ukuu wako ambao umeachilia juu yetu, katika jina la Yesu. My God and my Father, rashia kugaiwito neitokinyereire nekiotwe mwoyo mothe netwakwa bararia Ngai no ngeigananio nawe Ngai. Andu athere no magarũrũke. Watu wa dunia Bwana wanaweza badilika, lakini wewe haubadiliki, wewe haubadiliki Bwana. Bwana haubadiliki, haubadiliki Jehova, haubadiliki Roho Bwana, niposa tunakuinua, maana wewe ni wa ajabu. Haubadiliki Baba, haubadiliki Roho Bwana, haubadiliki Jehova, niposa tunakuinua, niposa tunakuhimidi, niposa tunakutukuza. Wewe haubadiliki, bado wewe umekwishi kuwa Mungu tangia mwanzo Bwana. Wanadamu wamebadilika, wengi wamekuja wakiondoka, wakiwa na majina makubwa, wakiwa na majina yenye nguvu, lakini Bwana wakiwa na sifa nyingi, lakini haikuwazuia kuondoka. Oh God and my Father, you are so faithful Lord, you are so great God. Wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu. Ninakuinua Bwana, ninakuhimidi, ninakutukuza katika jina la Yesu. Maisha yetu Bwana yataweza wonder Lord, kwa sababu umetusaidia. Our lives is a wonder. We are rosa diabaganda. Our lives is a wonder Lord. In the name of Jesus, Baba tunakuabudu asubuhi ya leo. Oh God and my Father, uwezo wako Baba, kwa nguvu zako Daddy, umetua pamoja nasi, umetuwezesha Bwana, umetubeba Bwana kwa mkono wako Jehova, mkono wako ulio hodari. Umetubeba Baba, umetubeba Jehova kwa mkono wako ulio na nguvu. Umetuwezesha Baba, umetusaidia, umetuongoza Jehova, katika jina la Yesu. Niposa tunakuinua, niposa tunakuabudu. Tunatangaza uweza wako, tunatangaza nguvu zako, tunatangaza rehema zako, tunatangaza ukuu wako, tunatangaza ushindi wako katika jina la Yesu. In the name of Jesus, we glorify your name, we exalt you Jehovah this morning Lord, as we command this week oh God. Jehovah, maisha yetu
haina nguvu usipotusaidia. Baba, hatuwezi usipotusaidia. Tunaweza angamia usipotusaidia, tunaweza aibika usipotusaidia. Tuposa tuko manyumba hii kutangaza ya kwamba Bwana wewe utusaidie kuwa msaada wetu Jehova. Hatutaki kufanya kazi bure, as the Bible says ya kwamba walinzi wanapolinda mji Bwana, wewe usipokuwa Bwana, walinzi wafanya kazi bure. Hatutaki kufanya kazi bure, ndiposa tunaweka wiki hii, ndiposa tunatangazia wiki hii iwe ya baraka kwetu, ndiposa tunatangazia wiki hii ya kwamba hakuna ubaya utakaopatikana, hakuna nguvu za giza zitakazotawala Bwana. Kila maneno mabaya, kila maneno machafu, kila maneno maovu ambayo yamenendewa kwa wiki hii Bwana, tunaiondoa leo, tunatangaza haina mamlaka. Every spoken evil words, every evil spoken words, every lema word katika anga hii ambayo imenenwa ya kwamba wiki hii haitakuwa bora kwa watu, tunatangaza ya kwamba wiki eno adone mako agerero kiria giothe kiaretio mugaro na metorere andu aku netorugana nakio, tunaharibu leo, tunaharibu leo every rema word, kila maneno ambayo ni machafu imenenwa kwa anga. Oh God my Father, tunanena maneno yako. We pray for your rema word. Kayada gada esagadia baganda, we declare your rema word katika anga hii, katika jina la Yesu. Maisha ya watu wako hayataangamia, haitateseka, itasimama Bwana. Maisha ya watu wako itasimama, itasimama, itasimama katika jina la Yesu. Mipango ya adui walioketi na kupanga ila madhabahu iliyoinuliwa ya kuharibu maisha ya watu, ya kuharibu familia, ya kuharibu boma, ya kuharibu biashara, ya kwamba wiki hii kuna boma itaharibika, tunaharibu leo hayo maneno, tunainukia, tunaivunja vunja, tunaing'oa, tunaiondoa, tunaiharibu katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba maneno yote machafu katika anga hii haina mamlaka, haina nguvu na uweza, haina uweza wowote, tunaiondoa, tunaiharibu. We break every evil word, we break every evil spoken word in the name of Jesus. We declare that your word will prevail. We declare that Rema word will prevail in the name of Jesus. We declare Rema word will prevail. Rema word, Rema babosa diada, Reba yada gadia, Mayaga de seketaya, Makaya gadesaka, Yakatara bayada, Yakatakataya, Yezegedia da bosina, Reparada da da da, Rekaya da 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 bosina, Yashakaya dadia, Rabagandere bazeka, Yeketaya dosaria, Rapora neka yadika, Repaya datatosa, Yezakatakaya, Yeketeri baganda. Tunatangazia wiki hii Bwana, inyawa kuniogodha maka, hatutaibika, hatutaibika, hatutaibika katika jina la Yesu. Kila madhabahu ya aibu tunainukia, kila madhabahu ya aibu tunainukia, kila madhabahu ya kuaibisha watu wako tunainukia katika jina la Yesu. Kwa mamlaka na uweza ulio juu yangu, tunanena ya kwamba every spirit of shame, every spirit of shame ina mayando sakadia ambayo hufuata watu wako Bwana, wanaotembea wakitusikiza wakiwa kwa nyumba Bwana, wengine wakiwa kwa vitanda, wengine wakijipanga kufungua kazi Bwana, tunatangaza ya kwamba roho ya aibu kwa nayo tutazama ya kwamba haitampata aibu ya aibu. We break you now, we destroy every spirit of shame, we rise against it
tunaharibu leo roho ya aibu ambayo hutawala. Tunatangaza ya kwamba haina mamlaka, haina nguvu, haina uweza kwa jina la Yesu. Ila roho ya aibu haina nguvu na mamlaka. Tunainukia leo, tunaivunja, tunaing'oa sasa, tunaibomoa, tunainuka kinyume na nguvu zote ambazo hutawala. In the name of Jesus, we declare in our city of Baraka, in our city of Nanyuki, ya kwamba madhabahu ya aibu haitatawala kwa biashara ya watu, kwa maisha ya watu, haitatawala katika jina la Yesu. Mioyo itakurejea, mioyo itakurejea. Tunatangaza wako ziada ganda maradosa gadia, kila ungumu wa mioyo Bwana, watu wasikujue. Tunatangaza ya kwamba wiki hii watu watakujua, watu watakufahamu. Waliotekwa nyara kwa mawazo yao wataachiliwa, mioyo itaokoka, nafsi zitaokoka, wazee wataokoka, wamama wataokoka, vijana wataokoka kwa jina la Yesu. Waliotekwa nyara kwa maradosa gadia, kwa riado sekataya, waliotekwa nyara kwa rido siata yada, wanaachiliwa. Madhabahu iliyotawala na kufunga watu wako kwa roho ya ulevi, kwa roho ya larosa gadia, kwa madhabahu yote ambayo iliteka watu nyara, ya kwamba hawatakujua, ya kwamba hawatakufuata, tunatangaza leo ya kwamba mioyo ya watu itakurejea. Haruza kataya, tunatangaza ufalme wa giza utakuwa na hasara, ufalme wa giza utakuwa na hasara. Ukiwa umepanga vile watu wako watateseka, nasi tunatangaza ya kwamba ufalme wa giza utakuwa na hasara. Wanaopanga downfall ya watu itakuwa hasara kwao. Wanaoketi chini na kupanga vile mji utangamia, downfall itakuwa upande wao, hasara. Tunatangaza kwa ufalme wa giza kutakuwa na hasara katika jina la Yesu. Tunanena neema yako, tunanena nguvu zako, tunanena ushindi wako, tunanena ukuu wako. Tawala rabababoza ya katakadadia reketeke pazita ya ribaboza naya rapa ya dadadosa yeketeka yadia reka maganda rebaboria bazia reka ya dadosa taya rapa kataya reketeketia yekedegedea yegedezotaba rakatakadada repa ya dadaboza ya rika bayanda yeketeketaya yegededozadaya repa shadadada ya tatakayada ya katakayada yegedegezada rashakataya rakatada ya katakada yegedegedezina yegedegeda rabazina nanaya rabragadia mrazeta ya dosa ya rosa kidayada ya rose ketaya ya nadarosa rabozianaba mazeketaya gada yerepa ya dada ya rozote ya maganda mazeketeketaya yeketekebaya yegedegedia yegedegedeza yegedegedia yegedea mayanda yegedekezaya yakatagada yakadadadada yegededelia yariadozia yerededadosa yarateataya yaradosa kaya yeketaya da yarima yanda reboridadaya rababababa mazakatagadia rabayadadia rabashataya rabakataya rakatayada iratia bayanda rabayadadada rabayadakaya rabazeketaya rabraziadagoza yariandedosiata yaketayada yeketeketaya yegedegedia yegedegezaya yegedegedia yarozadiadadaya tunataradosata rabayagadosa
ya sakataya, tunanedosiata wiki hii Bwana, araziadaya, tunatangaza Bwana nguvu zako kutawala wiki hii Bwana, watu wako kusimama, haradosaya iyadayadaya katika rosadia, tunatangaza wiki hii maisha ya watu wako hariabosadaya hayatateseka, watu wako Bwana watasimama, watu wako Bwana hawataangamia katika jina la Yesu. Kila neno lililonenwa katika anga hii ya kwamba watu wako watangamia, tunatangaza Bwana ya kwamba watangamia, hawatateseka katika jina la Yesu. Kila bosa niangalia, tunatangaza ya kwamba kila malango yaliyofungwa yanafunguka Bwana. Every door that is shut, oh Lord, in the realm of the spirit, tunatangaza ya kwamba haitatawala, haina nguvu na mamlaka katika jina la Yesu. Netwataka mode na inya wote na wathani, kila madhabahu iliyofunga baraka, iliyofunga maisha ya watu, iliyofunga biashara, tunatangaza ya kwamba inakatika sasa, inakatika sasa, inakatika sasa, inakatika sasa. Tunatangaza kuanguka, tunatangaza kuvunjika kwa kila malango ya giza, kila malango ya shaba ambayo hufungwa na kufungwa, ya kwamba watu wako watapita, watu wako wataingia. Tunatangaza wiki hii hakuna kifungo cha giza kitakachotawala, hakuna kifungo cha giza kitakachochukua usukani. Tunafungua watu wako in the name of Jesus. Tunatangaza wiki hii iwe ya baraka, tunatangaza wiki hii iwe imejaa baraka, tunatangaza wiki hii watu wako watashuhudia katika jina la Yesu. Wiki hii Bwana, in the name of Jesus, every person under my voice in our region, we declare in the realm of the spirit ya kwamba watu wako watafunguliwa, watu wako Bwana watawekwa huru, waliotekwa nyara wanaachiliwa, maisha iliyofungwa inaachiliwa. Tunafungua watu wako, tunafungua watu wako, tunafungua watu wako, tunawafungua sasa, tunawafungua sasa, tunawafungua sasa. Tunatangaza kufunguliwa in the name of Jesus. Tunatangaza wazee kuwekwa huru, tunatangaza wamama kuwekwa huru, waliofungwa na madhabahu ya gadi ya zotaya, ya madhabahu ya giza mayakazoketaya. Tunatangaza kufunguliwa, wazee wawekwe huru, tunatangaza waachiliwe maisha yao Bwana. Hawatakuwa wanafanya kazi lakini hakuna mshahara uliozagia dagoza unaotoshana na kazi inayofanyika. Tunatangaza leo ya kwamba kila mtu aliye chini ya sauti yangu hakuna kifungo kitakachotawala in the name of Jesus. We speak on the realm of the spirit. Tunanenea anga Bwana ya kwamba kila madhabahu yaliyoinuliwa, yaliyotawala, tunatangaza haina nguvu, tunatangaza haina uweza in the name of Jesus. Tunafungua hii boma iliyofungwa tikatekwa nyara, tunatangaza inaachiliwa in the name of Jesus. Maisha ya hii boma ianze kuwa huru, ianze kuwa huru. Furaha ikatawale, 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 furaha ikatawale kwa hii boma, kwa hii nyumba in the name of Jesus. In the name of Jesus we declare harmony. Kila madhabahu ya utengano, kila madhabahu in the name of Jesus ya kazogedia, tunatangaza haina mamlaka, tunatangaza haina nguvu, tunatangaza haina uweza in the name of Jesus. Ninaombea huyu mama aliye na kilio, anayeshindwa vile atafanya, anayeshindwa vile atakule ataenda. Ninatangaza leo kuna njia inapatikana, ninatangaza ya kwamba kuna njia inaonekana, kuna njia inafanyika in the name of Jesus. There is a way, arazoketaya, because you are the way. There is a way, you are the way Lord. Igadadadadaya, iagezodia
ya dadaya, ninatangazia Bwana, huyu mama amelia kutosha. Oh God my Father, kwa mji wetu wa Baraka inakozia dagaya, tunamfungua sasa, tunamuweka huru, maisha yake iachiliwe sasa. Aria zekayada, tunatangaza aliyetekwa nyara anze kuachiliwa, anze kuwekwa huru. Ninatangaza loose in the name of Jesus, loose in the name of Jesus, loose in the name of Jesus. Kila roho ya magonjwa, magonjwa ya kansa, magonjwa ya alzheimer, magonjwa ya asthma, magonjwa ya fibroids, I command in the name of Jesus. Magonjwa ya arthritis, magonjwa ya baridi, magonjwa ya hernia, ninainenea kwa jina la Yesu. Haina nguvu na mamlaka kwa maisha ya watu wako. Kila nguvu zote za maradhi, kila nguvu zote za magonjwa, ninazinukia leo, ninaziharibu leo, ninaziangusha leo. Watu wako Bwana wakawekwe huru, watu wako Bwana wakaachiliwe. Shakaya dadadaya rekaya dosa. In the name of Jesus, tunanena uweza, tunanena uhuru, tunanena uhuru. In the name of Jesus, ninanenea huyu kijana ambaye anatusikiliza. Shakayadagara sakataya, amezunguka na vyeti, amesoma, lakini maisha yake imetekwa nyara, lakini masomo yake haina faida. Ninatangaza leo ya kwamba Bwana malango yanafunguka. Ninanenea hiyo vyeti in the name of Jesus. New doors, new doors, new doors. Malango mapya, malango mapya inaenda kufunguka, malango mapya inaenda kufunguka, malango mapya yanaenda kufunguka. New doors, new doors in the name of Jesus. Yakadozi yada, natangazia huyo kijana, huyo mvulana na msichana hatazunguka akiwa na vyeti ambavyo alisoma miaka 2, 3, 4 lakini hakuna matokeo. Ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba kuna kufunguka, ya kwamba bilaga zogiada inadarosa kataya, marango yako Bwana inaenda kufunguka. Iyakozia dadada iyeketera bosia in the name of Jesus. Roho ya wanagi, roho wa wanageki, the spirit of wastage, ninaharibu. I command it in the name of Jesus. The spirit of waste, the spirit of waste, ya kwamba mzazi anafundisha mtoto, fedha zake zinatumika lakini hapati matokeo. Ninatangaza the spirit of waste, wasting our time, the spirit of wastage, wasting our resources, the spirit of waste, wasting our time, wasting our energy. Every evil power that drains our energy, that drains the energy of your people, inatangaza ya kwamba in the name of Jesus, watu wako Bwana hawatafanya kazi, hawatatumia masaa yao na kayogiada iyegedegezita iyeketaya iyakatakayada iyeredededia iyarazokaba iyaratayadadia iyerekezikataya iyakatakayada iyandadadadia iyeretededebosia. Ninatangaza kwa jina la Yesu, nguvu mpya zinatawala, uwezo wa Bwana unatawala, nguvu za Bwana zitawale katika jina la Yesu. Yarizokia baganda aliyefika mwisho, tunatangaza njia, tunaachilia njia, tunaachilia njia, tunaachilia njia ikapatikane. You are the way, the truth and the life. Mahali hakuna njia, you becomes the way. Ninaachilia njia yako ikatawale, ninaachilia njia yako ikatawale in the name of Jesus. As the Bible says, you are the way. Lorabosada, ninatangaza there is a way, there is a way in the name of Jesus. Christ is the way, there is a way. Christ is the way, there is a way. Kulipofungika, kulikofungika na madhabahu ya giza, ninatangaza Kristo akapatikane, maana yeye ndiye njia. Njia ikafunguke, njia ikapatikane, njia ikaonekane, njia ikafunguke. Maragadia maradesokaya makaya gadia dada reketea dosa in the name of Jesus.
Mazeketere baboria. In the name of Jesus Christ. Tunaachilia neema mpya. Twatangaza nguvu mpya. Twatangaza uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Yafike kwako moyo uliobondeka, utadharau likio yangu, ni haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau likio yangu, ni haja yangu nifanane nawe, nifanane we. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau likio yangu, ni haja yangu nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinyange, nao wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nao Baba, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau nayo likio yangu, haja yangu nifanane nawe. Maombi yangu Baba yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau likio yangu, ni haja yangu nifanane nawe. Maombi yangu Baba yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau nayo likio yangu, haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Sema maombi yangu Baba yafike kwako, moyo uliobondeka, utadharau nayo likio yangu, haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe.
nifanye kama wewe, unifinyange Baba, nifinyange. Nao wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange Baba, nifinyange. Nao wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange. Nao wakinitazama Baba wakuone wewe, unifinyange, nifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange, nifinyange. Nao wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifinyange. Ambia Bwana, tangaza Bwana, ambia Bwana, maombi yangu ninayoomba siku ya leo Bwana uyasikie, ninayokulilia siku ya leo kwa ajili ya wiki hii Bwana. Twatangaza maombi haya yakakufikie. Twaomba Bwana ombi letu likakufikie Bwana. Tufanye upendavyo, tufanye Bwana unavyopenda, tufinyange Bwana, maisha yetu ikasimame Bwana, tufanyie kazi in the name of Jesus, in the name of Jesus. Command this week in the name of Jesus. Command. Tangaza wiki hii, tangazia wiki hii in the name of Jesus. Tangaza wiki hii, tangaza wiki hii katika jina la Yesu. Tangaza wiki hii, tangaza wiki hii, tangaza ya kwamba wiki hii imebarikiwa in the name of Jesus. Tangaza wiki hii ya kwamba haitakuwa chini. Wiki hii ukienda kazini marango yatafunguka. Tangaza wiki hii mikayode ya baganda, mikono yako imebarikiwa, mikono yako imebarikiwa. Tangaza kwa jina la Yesu. Tangazia kazi unayofanya in the name of Jesus. Rebaziketaya radadadadosiataya katika jina la Yesu. Tangaza wiki hii imebarikiwa. Tangaza wiki hii, tangaza in the name of Jesus. Rabosiara baganda, tangaza wiki hii imebarikiwa. Kazi unayofanya imebarikiwa in the name of Jesus. Tangaza wiki hii imebarikiwa. Tangaza wiki hii imebarikiwa. Tangaza wiki imebarikiwa in the name of Jesus. Achilia baraka za Bwana. Tangaza baraka za Bwana katika jina la Yesu. Hesha kayada baganda, wiki imebarikiwa. Twanena baraka, twanena baraka, twanena nguvu za Bwana, twanena uweza wa Bwana, twanena ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Twanena nguvu za Bwana wiki hii Bwana imebarikiwa. Twanena Bwana, twanena overflow. We declare overflow katika finance, katika customers, kwa wateja wetu. We declare overflow in the name of Jesus. Ninatangaza ya kwamba kwa maisha yangu wiki hii Bwana, kazi ya mikono yangu imebarikiwa, imebarikiwa, imebarikiwa katika jina la Yesu. Kazi ya mikono
mikono yangu wiki hii imebarikiwa in the name of Jesus. Na nena baraka kwa hiyo kazi yako, na nena nguvu za Bwana kwa hiyo kazi yako katika jina la Yesu. Lokayagadosia katika jina la Yesu. Twanena ukuu wa Bwana, twanena ushindi wa Bwana. Wiki hii hatutakuwa na uhaba. In the book of Psalms 23, the Bible says that the Lord is my shepherd, I shall not lack, I shall not want. In the name of Jesus, as long as the Lord is our shepherd, we declare today, the Lord and our Father, may you guide us, O Lord. May you guide us in green pastures. May you guide us, Lord. May you guide us, O Lord. Tuongoze kwa maji yaliyo na utulivu, katika majani mabichi. Bwana, tuomba mwongozo wako unilaza in the name of Jesus. Guide us, O God. Guide us, O Father, in the name of Jesus. Everything that we will do this week, declare it is blessed. Chochote tutafanya wiki hii imebarikiwa, imebarikiwa katika jina la Yesu. Hakuna jambo tutafanya na likose kunawiri katika jina la Yesu. In the business builder, tunatangazia kizarozi ya dagadia ya kwamba chochote tutatia mikono yetu kufanya ya kwamba kimebarikiwa in the name of Jesus. Tunatangaza chochote tutafanya kimebarikiwa, kimebarikiwa in the name of Jesus. Nena baraka, nena baraka, nena nguvu za Bwana, nena uweza wa Bwana in the name of Jesus. Shataya baganda rebo seketaya katika jina la Yesu. Shanderi bababozia reka baganda in the name of Jesus. We declare everything we shall do will do, oh God and my Father, ya kwamba imebarikiwa in the name of Jesus. Twanena baraka, twanena baraka, twanena baraka, twanena baraka, twanena baraka, twanena baraka, twanena baraka in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Zetabaganda kwa jina la Yesu tunatangaza siku ya leo in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tukiwa tumeinua mikono yetu mbele za Bwana katika in the name of Jesus. Hallelujah. Ningependa kutangaza hivi kwa jina la Yesu ya kwamba umebarikiwa. Natangaza ya kwamba umebarikiwa. Mikono yako imebarikiwa. Utakapokuwa unatoka kwa nyumba hii unatoka na baraka. In the name of Jesus. It is not in vain to be in the house of the Lord. Utatoka na hiyo baraka. In the name of Jesus. Ningeomba tuweze kuketi chini katika jina la Yesu. Amen. In the name of Jesus. Ningependa kuleta neno la Bwana kwa dakika 15-20 ambazo Mungu atanisaidia. In the name of Jesus. Ambia mtu, God will remember you. Mwambie vizuri, mwambie Mungu atakukumbuka. Mwambie na jina ingine, mwambie Mungu hajakusahau. Mwambie vizuri, Mungu hajakusahau. Mwire wega ginya arakare, mwire gaida liganirwo niwe. Haleluya. Kwa sababu Mungu kuona ya kwamba uko hai ni ya kwamba Mungu hajasahau ni wewe. Mungu bado anakupenda. Bado wewe ni mtoto wake. Yani mwanadamu anaweza kutupa, lakini Mungu hawezi kutupa. Mwanadamu anaweza kusahau, lakini Mungu hawezi kusahau. Hata kama kutakuwa na umoto na ukali gani. Maana unapotazama wa mama anapo, wakati mtoto, huwa nasema ni mama moja tu niliona ambaye alisema mtoto wake uawe. Mama moja tu ndiye tu niliona ambaye alisema mtoto wake uawe. Lakini mama yeyote wewe unapata ya kwamba akipata mtoto wake ni mwizi, mzazi, na namaanisha kuhusu mama aliye mzazi,
akijua ya kwamba mtoto wake ni mwizi na anaenda kuchomwa, huwa anakuja analalia yule mtoto. Yaani mtoto hata akigonga mama kofi, unapata ya kwamba yule mama, baba ya yule mtoto akikasirika, unapatanga mzee amechukua panga, ukaliga mutumia wa kwa rohe anakie, kabla mkate yule mama anasema mbere ya muti na geti wabe ude magialeni. Huyo ni mzazi wa hapa duniani. Haleluya. Hapa duniani ndiye tu huo unapata ya kwamba anang'ang'ana mtoto wake asipate shida. Na nimewahi pata ya kwamba mama moja akiwa mtoto wake amepatwa akiwa mkora, yule mama aling'ang'ana na mtoto wake hakuuawa. Mtoto wake hakuuawa kwa sababu ya kitu inaitwa uzazi. Huyo ni mzazi wa hapa duniani. Na je, Mungu wetu hajakusahau? Inua mkono wako, sema Mungu ni asanti kwa sababu hujanisahau. In the book of Isaiah 49 verse 15. Isaiah 49 verse 15. Isaiah 49 verse 15. Hallelujah. Isaiah 49 verse 15. God has not forgotten you. You are still in God's agenda. Kwa mawazo ya Mungu bado uko pale. Bado uko kwa mawazo ya Mungu. Isaiah 49 and verse 15, this is what the Bible says. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? The answer is yeah. They may forget, yet will I not forget. Yet will I not forget thee. Je, mama anaweza sahau na mtoto wake ambaye amemnyonyesha, ambaye amebeba miezi 9 kwa uchungu, akadeliver kwa uchungu? Anaweza msahau? Ni wengi sana tumeona wamepata watoto na wametupa. Mtumishi mmoja wa Mungu ambaye amepeana hadithi yake anaitwa Bishop Duncan Williams. They were born twins. Twin brother yake akafa, lakini yeye mzazi akamtupa kwa kiaraine. Unaona, kwa dustbin. Mzazi akamtupa kwa dustbin ya kwamba mtoto amekufa. According na ile story huwa anapewa, alinyeshewa akiwa pale kwa dustbin, lakini hakukufa, kwa sababu mzazi anaweza kusahau. Kumbe Mungu alikuwa na agenda ya huyu mtumishi wa Mungu. Today ni mtumishi mkubwa sana wa Mungu. Sometimes mambo inaweza kugeuka, sometimes mambo inaweza badilika, but always remember that God is on my side. Watu wanaweza kuondokea, but the question is God on your side? Watu wanaweza kusahau, but is God on your side? Makosa na hatari kubwa ni Mungu kukusahau. In the book of 1 Samuel, maandiko, I think chapter 16, maandiko inasema Mungu akauliza Samueli, utamlilia Sauli hadi wakati gani? Kuona nimekataa, my God, kuona nitimuregete, ukumulirira ginyari. Kimbia kwa nyumba ya Jesse, kwa sababu nimepata mtumishi, nimepata mfalme pale. Watu wanaweza kuwa upande wako, lakini Mungu amekuacha. Watu wanaweza kuondokea, but God is on your side. Always ambia Mungu, Mungu, hata kama mambo yataondoka, Mungu ninaomba ya kwamba usiniache. Our assistant bishop huwa anasema ya kwamba haujaachwa hadi wakati Mungu atakuacha. Dutige tu. Unaona ile tunaitanga heartbreak.
Aliniambia heartbreak kubwa sio ya watu, heartbreak kubwa ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mtu Mungu hajakusahau. Verse 16, verse 15 inasema, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Ukiangalia mama ambaye anaitwa Hagai, maandiko inasema ya kwamba alipotolewa kwa nyumba ya Ibrahimu, akapewa maji ya bebe, akienda kwa safari, maandiko inasema ya kwamba maji akaisha on the way. Mtoto akaanza kulia, mama nataka maji. Maandiko inasema huyu mama aliona mauti. Huyu mama akaona mtoto amekufa, akachukua mtoto akampeleka mbali, akaenda mbali asione akifa. Maandiko inasema Mungu akasikia kilio ya ule mtoto. The cry of the child ikafikia Mungu. Akaambia Hagai, fungua macho, maana kuna kisima. I have heard the cry of your child. Sikiza mpendwa, wakati mwingine unaweza ona mambo yamegeuka, but tazama Mungu hata kusahau, Mungu hata kuacha. Hata kama mambo yatageuka, God is on your side. God is on your side. Sometimes mambo ukaa kana kwamba unaangalia, unajiuliza, mafio pastor, unaniambia Mungu wako upande wangu, yale ninapitia, is it true God is on my side? Sikiza, God is on your side. Mungu wako upande wako. Mungu wako upande wako. Mungu hajakusahau. Bodo akaidalika nilo niwe. Gayari mwena wako. Verse 16 anasema hivi Mungu, behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Yani I have graven. Unajua, si mnakumbuka ile zawadi tulipea askofu, ile ya logo ya kanisa? Do you know ile jina iko pale, si kuandikwa imeandikwa, ni kukatwa imekatwa. Do you know vile hiyo davu inakaa, sio kuchorwa, ni kukatwa, mbao inakatwa. Mungu anasema nimekukata, yani goshorete, nimekata mkono gekira gakoigaho, sio kuandika. Wacha ile high school yenye tulikuwa tunaandika mtu tu, tunataka kujua kama mtu anaovanga, si mnakumbuka hiyo? No kwa wona nyo mwalimu tugote heo akumioga hivi tu ndo naletwa lirevu emwe. Unachora mtu kwa shingo mkiwa na yeye, urusio kesho unakuja unaangalia kama imefutika. Unachora mtu mkono, kumbe akiguza maji inafutika. Lakini Mungu hajakuandika. Mungu nani akona ya Kiswahili? Ya Kiswahili inasema nini? Verse 16. Maana ya Kiingereza inasema I have graven thee negaisobagadia. Ni good demetero wako, nimekata mkono wangu, nimekuweka pale, ya kwamba hakuna mtu anaweza kutoa mkononi mwa Mungu. I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Oh, Mungu acha kusahau. Mungu si kukuandika, amekuandika. Nani amepata Kiswahili? Inasema nini? Nisome tu. Naweza nisomea, chukua microphone. Ajili wale wanatusikiza. Mungu acha kusahau. Mungu ako upande wako. Inua mkono wako, ambia Mungu ni asanti kwa sababu haujanisahau. Inasema nini? Swahili inasema ya kwamba Isaia 49:16. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mkono wangu. Vichanga nimekuchora, natafuta hiyo, sio hiyo ni acha niseme Kiswahili imekuwa haba hapo. Gokarite ruhini rwakwa, kwa sababu Mungu hajakusahau. Verse 15 inasema nini? Verse 15, Mungu hajasahau na wewe. Hata kama mambo unaona kana kwamba imegeuka, Mungu hajakusahau. Verse 15. Yes. 15 inasema ya kwamba 49. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Mwanamke aweza kusahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Hata asimhurumie mtoto ama mwana wa tumbo lake. Naam.
hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Sikiza, hawa wanaweza kusahau. Listen, ikiwa mzazi, ikiwa mama yako anaweza kusahau, Mungu anasema mimi siwezi kusahau. Ikiwa mzazi wako anafanya uishi, imeanza kuishi. Ikiwa mzazi wako anaweza, ikiwa mzazi wako anaweza kusahau, Mungu anasema siwezi. Wacha nitumie huu mfano. My mother died, na ile miaka aliondoka. Ikiwa my mother was God, alikuwa Mungu kama Mungu wetu, singekuwa hai. Lakini Mungu amejinua kiwango ambacho hata mwanadamu aondoke, yeye hata waiondoka mbinguni. 100 years to come, sitakuwa hai 100 years to come. Lakini Mungu hatabadilika, atabaki kuwa Mungu yule yule tu. So Mungu uzao wako Mungu atakuwa na uangalia. Yes. Ikiwa huyo ndiye Mungu ambaye tumefuata, Mungu ambaye habadiliki, Mungu ambaye anatupenda, Mungu ambaye hajakusahau, Mungu ambaye hata kama mambo yako namna gani hata kuacha. Wacha tufuate huyu Mungu. Ninaweza fuata kazi nikifikisha miaka 60 nifutwe. Ninaweza fuata gari baada ya miaka 3 itoke hiyo series expire. Zile simu tuko nazo zinaweza isha. Ukifuata hizo utaangamia. But God is always ako the same God, habadiliki. Ukisikia tunaingia Windows 11, simu yako ikileta shida inakwambia update your version. Mungu hakuna wakati atakwambia update, kuja uni update. Hapana, he is still the same God ambaye hatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Genesis chapter 8 verse 1 to 4. Genesis chapter 8, Mwanzo 8 mstari wa kwanza. Mwanzo 8 mstari wa kwanza. Genesis chapter 8 verse 1. This is what the Bible says. Listen to me. Amen. Genesis chapter 8 verse 1 to 4. Biblia inasema hivi, maana naamini zote tumefika. And God remembered Noah. And God remembered, weka jina lako. And God remembered dirango. So kuna wakati ambao unakaa kana kwamba umesahaulika. But God, when God remembers dirango, huwa anakumbuka. Number 2, and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was strained. The waters returned from off the earth continually, and after the end of the 150 days, the waters were abated, and the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Verse 1 na verse 4 nikiunganisha. And God remembered Noah, and the ark rested. Sometimes kuna wakati ambao ni wakati dunia iliharibika sana, na Mungu akaamua kumaliza everything, akabakisha Noah, familia yake ya watu 8, wakajenga the ark. Akaambia Noah, nataka uingize kiumbe, kila kiumbe, the male and female, wote wakaingia. Mungu ndiye aliyefunga ile ark, sio Noah.
Mungu akafunga, mvua ikanyesha, mvua ikanyesha, ikatulia juu. Verse 8 inasema and God remembered him. When God remembers you, Mungu asipokusahau, ni kuri mogwati akweheragia. Unafika verse 4 ambapo unaambiwa the ark rested. Mungu akikukumbuka huwa unapata kitu inaitwa pumziko. Listen, maandiko inasema come unto me all you who are heavy laden and I will give you rest. Nielewe, na sina shida na wasabato. Christ is our Sabbath. Wakati tuko ndani ya Kristo huwa tunapata kitu inaitwa rest. Si wacha ile yao, wacha hii ya siku kutu. Unapata there is a certain rest ambayo mtu hupata. Moyo wako unapata amani. Sio kuzuri, but I am peaceful. My heart is peaceful. Mambo sio mazuri, lakini moyoni niko na amani. Unaweza kuwa na mali mingi, lakini moyoni hauna amani. Unaweza jenga kimansion. Unajua sasa bungalow na mansion ni gani kubwa? Ni nini kubwa? Hiyo inaitwa bungalow ama mimi najua bungalow. Unaona hiyo? Unaweza kuwa pale, as long as Christ hayuko pale, hakuna amani. How is it possible? Sijui kama umeiona. I'm sorry to use this example. Unapata mtu ako kwa street, analala kwa street, anaingia kwa ngunia, analala, wale street people, analala pale na anapata rest. Lakini kwa blanketi haupati rest, na vile ulikula vizuri sapa. How is it possible? Wewe hauwezi enda kwa pipa utafuta avocado ile imeharibika, at least itakuwa na radha, at least ingie kwa tumbo. Hakuna mahali utakunywa maji ile ambayo inapita mtu ainame aikunywe. Wewe unakunywa maji mzuri fresh, ama hata ya chupa ile ya dasani, but you have no rest. How is it possible? Na mambo niliwaambia siku ya jana. Until Christ, uwe ndani ya Kristo, Kristo awe ndani. The Bible says ya kwamba let this word, maneno haya yawe ndani yenu, nanyi muwe ndani yangu. My God, chochote mtaomba nitawapea. In the book of John chapter 15 verse 7, and I will give you rest. Yes, sina lakini niko na amani. Mimi nina walk lakini niko na amani. Sivai vile ambavyo wengine wangetarajia nivae, but I have rest. Because when God remembers you, rest huwa juu yako. And God remembered Noah and everything. Verse 4, and the ark rested. When may God remember you with everything that concerneth you, ili upate amani. Ninasema hivi kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu akukumbuke. Oh, may you be remembered by God. Verse 4, that you may have rest. May God remember your business, ili biashara yako ipate rest. May God remember your family, so that your family may have rest. May God remember you, oh sharabosa, ili upate amani, upate tulizo. The Bible says in the book of Matthew chapter 6, maandiko inasema ya kwamba, maana hata next time nitaonyesha mtu ambaye watu wakukumbukwa. Hata next time nitaonyesha. Ukisoma in the book of Matthew chapter 6 kuanzia verse 29, inasemanga ya kwamba hata watu wa dunia wanatafuta kile unatafuta. Hata wale unaona waja kuginya nore dabia haha wako iguru nore dabia. Okay.
Do you know kuna mtu amelala club ametumia zaidi ya 30,000 na no aletha pia awe. But the Bible says in verse 33, but seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all the rest shall be added unto thee. Seek ye first the kingdom. The kingdom kumaanisha nini? Kuna vile ufalme unataka. Maandiko inasema hata watu wale wengine wanatafuta the same thing unatafuta, lakini kwako iwe tofauti. Usitafute kama wao. Seek ye the kingdom of God. Matthew 6. Acha nikusomee Matthew 6. Nikumbuke mahali iko Matthew 6. Matthew chapter 6. This is what the Bible says. Verse 25, tuanzie verse 25. Kwa hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu kwamba mtakula nini au mtakunywa nini, au msumbukie miili yenu kwamba mtavaa nini. Je, maisha si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, wao hawapandi. Wewe imagine kanyoni, hawapandi wala hawavuni au kuweka galani, lakini baba yenu, sio baba ya ndege please. Kiswahili inasema waangalieni ndege wa angani, hao hawapandi wala hawavuni au kuweka galani, lakini baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, nyinyi sio wa thamani zaidi kuliko hiyo ndege? So if God remembers you, he will remember you because you are so valuable to him. I remember kuna wakati tuliambiwa hapa, mwanadamu ndiye tu ako na uwezo wa kutumika physically and spiritually. Mwanadamu ndiye ako na ability ya kuinteract with the spiritual and the physical. Any other creature inawezanga tu kuinteract with the physical. Wacha hivyo, even shaitani anahitaji physical, kitu physical kutumia. Mungu anakuhitaji kukutumia. And number 2, maandiko inasema na wakamsema, and they say let us make a man after our own likeness and image. You are so valuable ya kwamba huwezi sahurika kwa ni Mungu. Madogeri ganeka thino Mungu hawezi kusahau. Maandiko inasema ndege wa angani haipandi haivuni, lakini baba yenu. Wewe imagine ukiwa baba yako ni president, hautambui yeye, hautambui baba yako. Watu wengine ndio wanafurahia baba yako. Yaani Mungu akitaka nyoni kule, anaweza mama zinanista, anaweza fanya vandan akiwa amebeba chakula na dishi yanguke. Nigetha kanyoni kale. Nansi wikirire kesho irio. Gaya kamenya hena kanyoni ke neighbor gatalite. Na kwa sufuria umebakisha chakula na umemwekea vizuri. Akitembea anaanguka, haumii. Sahani inaenda pale, chakula inamwagika huko, yote inatapaka. Alafu Mungu ana make sure kanyoni anakuja akilia, ama akiona imeanguka anatembea anaenda. Kanyoni kanakuja kana. Hiyo ndio plani ya Mungu. Maandiko inasema baba yenu anailisha. Haivuni, haipandi, haivuni na haiweki. Tuna uwezo wa kupanda, tuna uwezo wa kuvuna, tuko na uwezo wa kuweka galani, lakini hatutambui baba yetu anaweza. Oh, may God remember you. Gayedo ekele ola fatarania. Si Mungu anajua. May God remember you. Just acknowledge him as your father. If you acknowledge him as your father, this is what will happen. Askofu ananiambia Mungu ako na ndovu nyingi sana hapa duniani. Mimi nikienda kuchukua mguoko itashikwa.
lakini Mungu asichukue mgongo. Maana namba 1 sijui mahali Bishop ananiambia Mungu achukue ndovu mmoja hadi amedie idia todwe no hoti. Okay. Mungu achukue ndovu iende yuzwe India anipe hizo pesa. Yani Minister Nancy, Mungu akutendee muujiza. Uwo muujiza taukinyita milioni ikomire undehereta idea milioni nilikulilia Mungu apagira Ngai nimebariki huyu ngori uri herari na ndona no akura nani kauma ndugelisho kugucoka. Ini pasta nimeona kama si za ukweli hizi. Kabla ujue nishaenda. Tondu yo no nyandikire cheki uguo. Nichukue ninachomoka. So Mungu ile baraka amekupea. Ameuza ndovu akakupea. Nawe ukaaminika. Ninasema Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. Hata kama utaona ni kungumu, please Ngai arokolirika. Tigana na masho magi. Sahau hayo mengine yote. But God will remember you. Nataka kuombea. Lakini Mungu akikukumbuka, please usisahau na Mungu. Mungu akikukumbuka, usisahau na kazi yake. When God remembered Noah, maandiko inasema alitoa dhabihu. Maji ilipotulia alitoa dhabihu. Ikawa na harufu nzuri, ikafikia Mungu. Mungu alipopokea ile harufu akaapa, likanya likathirike. Mungu akikukumbuka upate amani, likanya lilikarike. We imagine Mungu akiwa amekutembelea akukotesha milioni 10 shema milioni 3 ndukithirika riki. Ni kupanga mambo mikakati, kutenga kupanga si mnaelewa? Nimetenga ya kupanga. Hauni mudoga nimetenga na nimepanga. Nimetenga hii. Unataka kuko nyumba nene supermarket ambao ni kubwa, wacha mini supermarket kubwa hapa Baraka. Hii mtu amejenga kinyumba cha ghorofa. Chini ameweka nyumba ya ghorofa kama 4. Kule juu ni watu wanaishi ghorofa 2. Hizi zingine ni supermarket. Wewe unadhani watu watawaenda tena na nyuki wakiwa hapa? Watakuwa na supermarket iko area. Mungu akuinue kutoka hapo uwe mwanzo wa mji huu ukua. Kwa nini? Maana Mungu kile amekupea, amekuconnect na baraka. Wakati amekukumbuka umepata rest. Wakati umepata rest, hata watu wengine watafurahia. Utapata zile nyumba, wale watu wanaishi karibu hapa town. Unaweza pata hapa katikati imekuwa town, hapa katikati ni ka town. Unasikia watu wanasema kuna town kubwa pia iko bahari, kunaitwa Baraka town. Kumejengwa nyumba. Na hapo unaweza enda kufanya shopping hapo. Oh, may God remember you. When God remembers you, do you know hata familia yenu venye itakuwa ina smile ukiingia hivyo? Yani hawako wanakuuliza idea. Sasa hawapangi bila wewe kuwa dorokaga. Naambia niko busy huko. Si ungetuambia, maana hatungekuja. Maana wewe ndiye sasa, wewe ndiye main. Wewe ndiye main agenda. Wewe ndiye chairman. Ambao wale ambao wange kuita upeane idea, Mungu tu akikukumbuka utakuwa unapeana idea. Do you know hata kuna watu hawataki maneno yako, lakini Mungu akikukumbuka hata kwa hiyo kazi, unasikia mtu anakuuliza please, unaitwa na manager, unaenda unaketi anakuambia karibu, unasafiwa hapo chai kahawa, unakunywa chai vizuri, uko umesmile hapo, anakuambia niko na hii na hii, nisaidie nifanye nini, kwa sababu gani yako lilikanete. Unakuwa advisor. Oh, may God remember us in the name of Jesus. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu.
Ningependa tu tuambie Mungu ya kwamba Mungu nikumbuke, usinisahau. Hata usimwambie usikusahau. Mwambie Mungu ni asante kwa sababu umenikumbuka. Mwambie tu, inua mikono yako mbele za Bwana. In the name of Jesus. Mwambie Mungu nikumbuke. Ni asante Mfalme kwa sababu umenikumbuka. Ni asante Bwana because you have remembered me. You have remembered me. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you kwa sababu umenikumbuka. Baba, kumbe hujasahau na mimi. Maisha inaweza kuwa magumu, ninaweza pia kutia mazito, lakini Mungu hujanisahau. Father, I thank you. Ni asante, ni asante, ni asante, ni asante. Ninakuinua Bwana kwa sababu ya ibada ya leo. Ninakuinua Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninaombea wapendo hao wako walio kwa ibada, wabariki Bwana na wainue. Naomba neema na kibali chako kiwe pamoja na wewe na wao Bwana. Na kwa sababu Mfalme umetuambia umetuchora mkononi mwako. You have graven us into your palms. Bwana, ninaomba ya kwamba usitusahau. Maandiko yako inasema ya kwamba when you remembered Noah and everything living thing. Mstari wa 4 inasema ya kwamba and the ark rested. Maisha yetu Mfalme, tunaomba miili yetu iwe ark, ili wewe upate mahali pa kutulia, ili Mfalme maisha yetu iweze kurest. Remember us, O God. Remember us. We pray for your mercy. Mfalme, usituache. Wengine hapa wamezungukwa na mambo, lakini Bwana usiwaache, washindanie na waongoze. In the name of Jesus Christ. Nataka kuwatangazia hii baraka. Hata wewe tu nasema tu amen. Hata wale wanaotutazama kwa mitandao. I declare that may the Lord bless thee and keep thee. May the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon thee. May the Lord give you peace. Narudia kwamba may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon thee. May he give you peace. In the name of the Father. Baba, ni asante kwa neno lako. Nabariki wapendwa hawa. Natangazia wiki hii imebarikiwa. Hakuna nguvu za giza zitatawala. Tutangaza imebarikiwa. Biashara ikafunguke. Isaia 60 mstari wa 11. I declare it is our portion that our doors shall remain open continually, that the King of the heathen may bring blessings unto us. In the name of Jesus. Natangazia kila mmoja amebarikiwa, maisha yao imebarikiwa. Waingiapo watokapo Bwana wamebarikiwa. Watakapokuwa wanatoka kwenda kazini mwao, na nenea chochote watatia mikononi mwao, natangaza kimebarikiwa. Chochote Bwana wataguza, natangaza kimebarikiwa. Mikono yao ibebe baraka. Mikono yao ibebe fedha. Natangaza mikono yao haitakuwa na uterezi wa kupoteza fedha. Mikono yao, may you anoint. I declare the heaven, the divine anointing kwa mikono yako ya kubeba baraka. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Nimeomba na kuamini. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Salimia mtu, mwambie shwari. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. You'll dwell in the house of the Lord forever and ever. Shalom, shalom, shalom. Na neno litaendelea. God bless you in Jesus name. Amen. Oh, oh.